Sasa katika ile taarifa ambayo tulikuwa tumekuahidi hapo awali, mwanamke mmoja kutoka kaunti ya Narok analia ngoe baada ya kutopewa ruhusa ya kumzika mtoto wake miaka 6 baada yake kufariki. Kulingana na mama huyo, mumewe alipata ruhusa kutoka kwa mahakama ya Kericho ya kufukua mwili wa mtoto wake kuwekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti. Mama huyo sasa naomba serikali iingilie kati ili apewe mwili wa mtoto wake na kumzika kwa amani. Katika kijiji cha Kabolecho, eneo la Transmara, kaunti ya Narok, tunakutana na Caroline Chepkoech. Ni mama ya watoto 3 akiwa amesononeka. Wangu mwili alikuwa amefariki. Mpaka nikapewa hoda kotini aenda zikwe. Kwa vile bwanangu ako na kazi, alienda kotini akapewa hoda ingine mtoto aje afufuliwe. Kutoka wakati huo mpaka wale mtoto ajazikwa kwa miaka 6. Naam, masikio yako hayajakosea. Mtoto wake alifariki akiwa na miaka 4, na kutokana na vita vya kinyumbani, maiti yake ilifukuliwa na kusalia katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Kapkatet kwa miaka 6. Alimfufua mtoto wangu ili bibi yake mwingine asikatae kuishi naye. Sasa alimfufua mtoto huyo ili amfurahishe huyo bibi haishi naye. Kulingana na Caroline, kujifungua watoto wenye ulemavu ndio chanzo kikuu cha masaibu yake. Bwana huyu alinifukuza kwamba ati nilimzalia watoto ambao ni walemavu. Ni mlio ama ni kilio, kwa vile haikuwa ni kupenda kwangu ni wazae wakiwa walemavu. Alichukua jukumu la kuwapeleka shuleni, lakini kutokana na ukosefu wa ajira amebahatika kutogharamia ada ya masomo na mahitaji mengine. Jaribio lake la kutafuta suluhu kutoka kwa wazee wa jamii imegonga mwamba, ombi lake likiwa moja tu: kwa gharama ya hospitali sasa ya mochwari. Wakati yenye nilikuwa nimeendea kuuliza ilikuwa imefika 500,000, lakini mpaka wale vile mtoto hajazikwa ninaona ama ninajua ya kwamba gharama imeenda juu sana, na hiyo sio pesa mimi sina. Hadi sasa hajaelewa ni vipi jaji wa mahakama ya Kericho, Jaji D.O. Rabala, alitoa uamuzi wa kufukuliwa kwa maiti ya mtoto wake, amri iliyofaa kusimamiwa na afisi mkuu wa kituo cha polisi cha Chebunyo. Ninaomba serikali inisaidie, apewe order ama apewe amri aenda amzike huyo mtoto, ili maisha yangu hata nami ama fikira zangu sikae timamu. Anamuomba Jaji Mkuu Willy Mutunga kuingilia kesi yake ili mwanawe ahifadhiwe na kuzikwa. Saida Swale, KTN leo.